Mpendwa msikilizaji wetu, karibu tena katika mwendelezo wa somo hili la kesha la asubuhi. Leo ni siku ya 4 ya Januari 4 na kichwa cha somo kinasema anguko la mwanadamu, dhambi kuingia duniani. Linatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na ile fungu la 23. Lakini kabla ya kuendelea, basi na tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa kuweka uadui kati yetu na shetani. Tusaidie tumpinge ili akimbie kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Mwanzo sura ya 3 fungu la 23. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Mwanzo 1 na 2 inaeleza kuhusu uumbaji. Mwanzo 3 inaeleza kuhusu anguko la mwanadamu dhambini, na sehemu ya Biblia iliyosalia inaeleza urejeshwaji baada ya anguko. Kama baba mwema kupita wote, bila shaka Mungu aliwaeleza vizuri kuhusu utii, kuishi milele, uasi na kifo. Amri zake ni muhimu mno, hasa kwetu sisi wanadamu tulioanguka dhambini. Huenda hata hutapendezwa na mtu anayevunja amri za Mungu, kwani mtu huyo anaweza kuua watu, kupiga watu, kudanganya, na orodha hiyo ya maovu unaweza kuiendeleza mwenyewe pia. Ila Mungu alimpa mtu uchaguzi, na huu unasaidia mtu kupevuka vyema, kuwa na upendo wa dhati na sio kuwa kama roboti. Mtu akishinda kwa kuchagua vyema, huweza kuwa na mahusiano ya karibu sana na Mungu, kwa vile amekuwa huru kufanya uchaguzi wake. Bila shaka siku hizo ambazo Adamu na mkewe walikaa kwenye bustani ya Edeni zilikuwa za furaha kubwa. Ufalme wote ulikuwa wao. Walitembea kama mfalme na malkia, wakimiliki kila kitu kuanzia Canada mpaka Australia au Arctic mpaka Antarctica. Walikuwa hawana shida au mahangaiko. Kulikuwa hakuna kizuizi, kulia, maumivu au kifo. Hebu mtoto na kijana, pigeni picha akilini mwenu siku isiyokuwa na maumivu ya meno, magomvi, njaa, kifo, wezi au ugonjwa. Maisha yao yalikuwa ya ubora usio na kifani. Kutunza bustani kulikuwa hakuwatoi jasho, bali kulileta furaha na mazoezi ya mwili. Hapakuwa na miiba wala magugu ya kupalilia. Lakini kutotii kuliharibu yote hayo kwa siku moja tu. Siku moja Adamu na Hawa walipokuwa katika shughuli zao ndani ya bustani, Hawa alitaka auangalie ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Aiangalie ile mti ule wa ajabu uliokuwa bustanini. Alianza kujiuliza, ni kwa nini Mungu aliwapa maagizo hayo? Kujua mema na mabaya kuna maana gani? Kwa nini asile matunda yake? Mungu alikuwa ametoa zawadi ya kila kitu isipokuwa tu kile alichoambiwa sio chao, na maagizo yake yalieleweka vyema. Waliruhusiwa kula matunda ya matrilioni ya miti. Miti hii inaweza kufananishwa na zaka au chochote kilichowekwa wakfu kwa Bwana. Vitu vilivyowekwa wakfu na Bwana havipaswi kuwa na matumizi zaidi ya yale aliyoagiza au aliyoamuru Mwenyezi Mungu. Ukiangalia sana, jaribio hili lingeweza kuepukika, kwa sababu kulikuwa na miti mingine ambayo angeenda kuizuru bila ya kujiletea shida. Yaonekana shetani alipotupwa kutoka mbinguni hakuruhusiwa kutembea bustani yote isipokuwa kwenye mti huu tu. Hizi zilikuwa rehema za Mungu, na hata kama mwanadamu angeamua kwenda pale, asingepaswa kukaa pale na kuanza kujibu maswali ya yule asiyemfahamu vizuri au aliye na mashaka naye. Na isitoshe, hata kama angezungumza naye, alikuwa na uwezo wa kukataa kula lile tunda. Basi hata leo tujiulize, je, kuna maovu gani ambayo tunaweza kuyaepuka kwa kuwa na hekima na kuomba Mungu atusaidie tusijipeleke kwenye vishawishi hivyo? Basi Hawa alipogeuka kutembea, alishangaa kuona kuwa kuna kiumbe kinazungumza naye. Viumbe vyote isipokuwa mtu havikuzungumza. Hawa akitazama, aliona nyoka mwenye sauti ya kuvutia na kuonyesha urafiki ambao wazungu wanauita adui rafiki, frenemy. Badala ya kukimbia, alisimama pale akiwa na udadisi zaidi. Maskini, kumbe alikuwa ni shetani ambaye anadanganya dunia nzima. Kwanza alijulikana kama Lucifer, yani malaika wa nuru, ila alitupwa toka mbinguni. Ufunuo sura ya 12, akiwa na chuki na hasira ya kulipiza kisasi kwa uharibifu na kuharibu furaha ya watoto wa Mungu. Hawa hakujua hili, la sivyo angeanguka mtegoni, ila alikuwa na uchaguzi wa kuamini neno la Mungu au kufanya yake mwenyewe. Nyoka akamuuliza Hawa, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akaanza kujibizana na nyoka bila tahadhari. Akasema, matunda ya mti wa bustani twaweza kula, na Mungu ameruhusu tule miti ya matunda yote, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse. Nyoka akajibu, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Hawa akaona kwamba ule mti unafaa na unatamanika kwa chakula, japo hakuwahi
amekula matunda hayo kabla ya hapo. Macho yalimdanganya, ila si macho peke yake, bali alichagua kutomtii Mungu, akitaka kuwa huru bila ya kumtegemea Mungu. Cha kushangaza kingine ni kuwa Hawa alimsikiliza Ibilisi kwamba atakuwa kama Mungu, na Mungu alimuumba mwanadamu tayari kwa mfano wake. Aliona kwamba yeye akiwa kama Mungu anaweza kufanya tu yale anayotaka bila kumtii Mungu, mtawala na muumbaji aliyewapenda sana. Hivyo alikula lile tunda, kisha akampelekea mume wake Adamu, naye akala. Kabla ya mumewe kula hawakujiona wako uchi, ila mara mumewe alipokula wakafumbuliwa macho wote wawili na wakajijua kwamba wako uchi. Wakakimbia wakiona haya, wakashona majani ya mtini ili wajifanyie nguo na kuficha utupu wao. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Basi Bwana Mungu akamwita Adamu akamuuliza, uko wapi? Hili ndilo swali la kwanza ambalo Mungu alimuuliza mwanadamu. Hata leo nasi Mwenyezi Mungu anatuita kule tunakojificha. Ni yeye anayetutafuta na sio sisi tunaomtafuta. Adamu akajibu, nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi nikajificha. Mungu akamuuliza, ni nani aliyekuambia ya kuwa uuchi? Je, umekula wewe matunda ya mti ule niliokuagiza usiale? Adamu alitupa lawama kwa Mungu na mke wake kwa kusema, ni huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami, ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Mungu alipomuuliza mwanamke kwamba ni nini alichokifanya, alitupa lawama kwa nyoka akisema, nyoka alinidanganya nikala. Adamu alifanya dhambi akijua fika, yeye hakudanganywa. Pengine alimpenda mke wake sana kuliko Mungu na kukosa imani ya kutambua kwamba Mungu ana uwezo wa kumpa msaidizi mwingine au kumtoa kwenye uovu aliyotenda mke wake. Dhambi ni uasi wa sheria. Adamu na Hawa waliasi sheria ya Mungu. Adamu ambaye hapo awali hakuwa na hofu bali upendo kwa Mungu, na akizungumza naye uso kwa uso, akaanza kuwa na hofu tangu siku ile. Uhusiano wao na Mungu ulijeruhiwa. Uhusiano baina ya wanandoa hawa pia uliharibiwa, na ndoa nyingi leo zina changamoto kwa ajili ya jambo hili, na inabidi turejee kwa Mungu ili aponye familia zetu. Mungu alikuwa amewaonya juu ya adui muovu na ragai aliyetupwa kutoka mbinguni, lakini waliamua wasisikilize sauti ya muumba wao. Basi vita vilivyoanza mbinguni vikawa vimeingia hata hapa duniani. Baada ya kuhamia hapa duniani, Shetani hakuweza kuwa mkazi wa kule mbinguni tena, maana alitupwa huku chini, ila yupo hapa akitesa na kusumbua watu kwa njia mbalimbali. Yawezekana alienda kusumbua wakazi wa kila sayari yenye viumbe hai, nao wakamshinda. Twaambiwa kwamba kwenye rekodi au kumbukumbu, vita vifupi kuliko vyote duniani vilipiganwa hapa kwetu Zanzibari kwa dakika 38 tu, mwaka ule wa 1896, kati ya Uingereza na sultani wa Oman. Sultani wa Omani alijisalimisha na Waingereza wakakichukua kisiwa hicho kuwa chao, na vita virefu kupita vyote vilianza kule mbinguni kati ya Shetani na Mungu, navyo vimeendelea kwa miaka 6,000 takribani. Wewe na mimi na kila binadamu tunahusika. Vita hivi karibu sana viishe. Tunashauriwa tuvae silaha 7 katika Waefeso 6 ili kushinda vita hivi. Tafadhali soma maandiko matakatifu, na ukiweza kukipata kitabu kinaitwa Pambano Kuu kati ya Mungu na Shetani, kisome ili uweze kushinda vita hivi vyenye thawabu iliyosheheni, inayowangoja wale wote watakaokuwa washindi kwenye vita hivi kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Je, haitakuwa msiba wa kutisha zaidi ikiwa licha ya yote ambayo tumepitia chini ya Shetani, watu bado watabaki katika utumwa wake? Lakini kuna haja ya sisi kuwaeleza suala hili. Hii ina maana kuwahubiria Injili. Kila Mkristo ni mjumbe wa Mungu aliyebahatika kusikia habari hizi njema. Tuifanye kazi hii kwa haraka inayostahili. Shetani ni muongo. Kupitia udanganyifu wake binadamu alitumbukizwa katika taabu na maumivu. Mungu ameturehemu sana. Yeye ametupa nafasi ya pili kusudi tuchague uzima. Mungu anahitaji utii na kujisalimisha kwetu. Yeye hahitaji maoni yetu. Akisema kwamba zaka ni 10% au siku ya Sabato ni ya kutunzwa, basi anamaanisha hivyo. Je, Bwana akitenda mapendekezo ya kila mtu, unafikiri maisha yetu yatakuwaje? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu hakumtuma mwana wake ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Kwa maombi ya dhati na ya bidii, wazazi wanapaswa kuwawekea ulinzi watoto wao. Wanapaswa kuomba kwa imani kamili kwamba Mungu atakaa pamoja nao na kwamba malaika watakatifu watawalinda wao na watoto wao dhidi ya nguvu katili za Shetani. Maswali: je, kulikuwa na miti mingapi pale bustanini? Mti ambao walikatazwa wasile uliitwaje? Nyoka alikuwa mwerevu na alimdanganyaje Hawa? Adamu alijuaje kwamba yuko uchi? Je, kama wasingemsikiliza
nyoka, ingekuwaje? Unafikiri Adamu na Hawa walijisikiaje baada ya kula lile tunda? Unafikiri Mungu alijisikiaje kwa kutotii kwa Adamu na Hawa? Je, Mungu hakujua Adamu alipo? Je, kwa nini mwanadamu anapaswa avae nguo za kustiri vizuri utupu wake leo? Somo hili linakufundisha nini kuhusu utii leo hapo ulipo? Mungu akubariki sana wewe kijana na uliye mtoto wa Yesu kwa kuendelea kusikiliza masomo haya mazuri. Niendelee kukukaribisha katika somo la 5. Mwandalizi wa somo hili ni Grace Momadi, nami ambaye nimekuwa nikikusomea na nitaendelea kukusomea kwa neema ya Kristo. Naitwa Barnabas Samuel. Nikutakia siku njema yenye baraka tele. Karibu tena katika somo la 5 la Januari ya 5. Bwana akuangazie nuru ya uso wake na akubariki na kukufadhili kwa jina lake Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amina.